Anaendelea Tundu Lissu kumuuliza shahidi. Lissu, waeleze majaji kama waliwasilisha hiyo barua. Shahidi ipo. Lissu, ipo mahakamani. Jaji anaingilia anasema, shahidi, hebu jibu kama umeleta au hujaleta. Mawakili wa serikali watakuuliza baadaye pia. Lissu, kwa hiyo jibu ni lipi? Shahidi, sijaleta. Lissu, nataka maswali yangu yajibiwe kwenye ushahidi wako. Jana ulisema hivi baada ya kuangalia hili video. Uliona kwamba mtuhumiwa alidhihirisha nia yake kwa kuchapisha kwenye Jambo TV. Waeleze majaji kama hayo maelezo yapo kwenye maelezo yako. Shahidi, hayapo. Lissu, shahidi, kwenye ushahidi wako kuhusu tuhuma ulisema uchaguzi mkuu uko kwa mujibu wa katiba na mlinzi mkuu wa katiba ni serikali. Umewahi kusoma katiba? Shahidi, kipindi cha nyuma. Lissu, waheshimiwa majaji, naomba nimsomee katika ibara ya 26. Kila mtu ana wajibu wa kulinda na kuzifuata sheria za nchi. Wao umesema ni serikali. Shahidi anashindwa kuzungumza. Lissu, walisema kulikuwa na mipango ya kuvuruga uchaguzi kwa kutumia mbinu mbalimbali ikiwemo kupiga watu mawe na mengineyo. Waeleze majaji kama hayo maneno yako kwenye maelezo yako. Shahidi, hayako. Lissu, jana ulisema hivi, hiyo video iliwekwa kwenye memory card ikafikishwa kwenye maabara ya uchunguzi wa kisayansi ili kuthibitisha. Sasa waeleze majaji kama hayo yako kwenye maelezo yako. Shahidi, hayapo. Lissu, kwa kuwa wewe ni shahidi wa 16 na wengine 15 waliopita haukuwasilisha video mahakamani, naomba waeleze majaji kama umewasilisha hiyo video. Shahidi, hapana. Lissu, kwa kuwa wewe ni shahidi wa 16 na hakuna aliyewasilisha ripoti ya kubaini walisio hizo video, waeleze majaji kama umewasilisha hiyo ripoti ya uchunguzi. Shahidi, hapana. Lissu, unasema ulimweleza Inspekta Michael kuchukua vielelezo pamoja na ripoti ya uchunguzi na kukabidhiwa kwa mtunza nyaraka. Je, haya yapo kwenye maelezo yako? Shahidi, hayapo. Lissu, baada ya kufanya yote ambayo mlikuwa mmeshafanya, uliwasiliana na Marasio nchi nzima. Hiyo ipo, sitakuuliza sasa. Kwenye maelezo yako jana umetaja majarada ya uchunguzi toka mikoa mbalimbali, Ruvuma, Mbeya, Arusha, Dar es Salaam. Mimi nakuuliza juu ya jarada la Dar es Salaam toka ofisi ya ZDCO ambalo namba zake ni -- waeleze majaji kama lipo kwenye maelezo yako. Shahidi, hayapo. Anaendelea Lissu anasema, jana walisema mtuhumiwa alikamatwa Mbinga na kusafirishwa usiku huo mpaka Dar es Salaam, kituo kikuu cha kati, na kufikishwa ofisi ya Deputy ZDCO. Waeleze majaji kama hapo maelezo yapo. Shahidi, hayapo. Lissu, elezea pia jinsi ulivyopeleka jarada la ofisi ya DPP na baada ya jarada kurejeshwa kwenu kuendelea na upelelezi. Waelezee majaji kama hicho kipande kipo. Shahidi, hakipo. Lissu, unasema mlipata taarifa mashahidi kutishiwa. Je, kwenye maelezo yapo? Shahidi, hayapo. Lissu, unasema mliwasiliana na ofisi ya DPP ili kuweza kupatia ulinzi mashahidi. Je, yapo? Shahidi, yapo. Lissu, ulisema mliomba kwa barua, sema kama yapo. Shahidi, hayapo. Lissu, unasema ulikula kiapo ili kuombea ushahidi. Je, yapo? Shahidi, hayapo. Lissu, hayo ni kutoka kwenye ushahidi wako jana. Sasa twende kwingine. Umewaeleza majaji kwamba umesoma hiyo hati ya kiapo. Shahidi, ndio. Lissu, waeleze majaji kwenye hati hii uliosaini kama ulitaja jina la shahidi yeyote. Shahidi, hapana. Lissu, waeleze majaji kama ulipewa jina la mwanachadema yeyote aliyekuwa hatarini kwa vitisho. Shahidi, hapana. Lissu, waeleze majaji kama ulitaja mwanachadema yeyote aliyekuwa akitoa vitisho hivyo. Shahidi, hapana. Lissu, waeleze majaji kama ulitaja siku au mahali. Shahidi, hapana. Lissu, waeleze majaji kama ulitaja jina. Lissu, waeleze majaji kama ulitaja aina ya vitisho. Shahidi, ndio nilitaja. Lissu, waheshimiwa majaji, naomba nimuoneshe shahidi kiapo chake. Inaendelea.